Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, kwa kile ambacho kinachoendelea huko katika mahakama ya usuluhishi ya kimichezo. Nazungumzia kasi juu ya kile ambacho kinaendelea wakati Young Africans ikiendelea kucheza michezo yake ya ligi kuu ya soka Tanzania bara, huku hatma ya dabi ya Kariakoo ya Machi 8, 2025 iliyoailishwa na bodi ya ligi kuu ya Tanzania pamoja na TFF juu ya madai ya klabu ya Simba kuzuiwa kuingia kufanya mazoezi na klabu ya Young Africans, huku mabodigadi wakiwa ndio sababu kubwa ya kuweza kuailishwa kwa mchezo huo. Sasa kile ambacho kilichoweza kutokea, Young Africans wao wakuona kwamba wametendewa haki, wakaomba haki itendeke kupitia TPLB pamoja na TFF, wakiwaandikia barua ya kuweza kuwaomba wapewe hapa nazungumzia pointi 3 pamoja na magoli 3, lakini TFF na bodi ya ligi kuonesha jambo hilo, huku wakitangaza kwamba wako katika mchakato wa kuangalia kupanga ratiba ya mchezo huo unaofuatwa, kuangalia kwamba wanaopiga katika tarehe gani. Sasa klabu ya soka Young Africans wakaona kwamba hii haitoshi, wakatoa saa 72 wakidai hizo haki zao ambao ni magoli 3 na pointi 3 na fidia ya maandalizi ya mchezo huo. Sasa klabu ya soka Young Africans baada ya kufanya hivyo kuwa wanadai hayo madai yao na kutokujibiwa, wakaelekea katika mahakama ya usuluhishi ya kimichezo, nazungumzia kasi, ambapo waliwaandikia barua kasi juu ya kuweza kuwasilisha kesi yao juu ya yale ambao waliweza kuyataka, huku klabu ya soka Young Africans wakigoma kucheza mchezo wa dabi ya Kariakoo. Sasa yale ambayo ameweza kujili uko kasi, ambako klabu ya soka Young Africans imeweza kuwasilisha kesi yao juu ya yale ambayo yanayoendelea. Inaelezwa kwamba klabu ya soka ya Young Africans ambayo awali ilikataa kabisa kucheza mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara wa namba 184 juu ya madai ya kwamba mchezo huo ulikiukwa kanuni ya kuwailishwa kutokana na klabu ya Simba kukimbia mchezo huo. Sasa baada ya kasi kuweza kupokea barua hiyo ambayo iliyokuwa ikieleza yale malalamiko ya Young Africans, sasa imepangwa rasmi tarehe ya kuanza kusikilizwa kwa kesi hiyo. Kwa mujibu wa kile ambacho kilichoweza kuandikwa, kasi ambao wenyewe wametoa taarifa yao wakisema kwamba mahakama ya michezo duniani kasi ambao imethibitisha kupokea barua ya malalamiko kutoka katika klabu ya Young Africans kutoka Tanzania kuhusu mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao ulipaswa kuchezwa Machi 8, 2025. Baada ya kupokea barua hiyo, kasi imetoa siku 10 tu kwa walalamikiwa ambao ni TFF, bodi ya ligi na klabu ya Simba kuanza kuandaa utetezi wao juu ya malalamiko hayo, wakati mchakato wa kesi hiyo uanzwe kusikilizwa kwa haraka. Ikumbukwe kwamba katika ligi kuu ya soka Tanzania bara, klabu ya soka ya Young Africans imebakiza michezo 6 tu peke yake ili kwenda kumaliza michezo ya ligi kuu ya soka Tanzania bara, kwa sababu ratiba ndo inavyosema hivyo. Ukiuondoa huo mchezo ambao Young Africans wamegoma kucheza, ambao ungekuwa ni mchezo wa 7, lakini kwa sababu Young Africans wenyewe wamekataa kuweza kuonyesha wazi ya kwamba kile ambacho kimeweza kutolewa kwenye hapa nazungumzia haya malalamiko ambao wameweza kuyatoa klabu ya soka si wengine bali ni Young Africans. Kwa hiyo inabidi kesi hii iweze kusikilizwa kwa haraka zaidi ili iweze kutolewa ufafanuzi, kwani ligi kuu ya soka Tanzania bara hiko mwishoni ama ukingoni, hivyo basi inapaswa kuweza kusikilizwa kwa haraka ili kuweza kutoa hapa nazungumzia hukumu ambayo itakayoweza kutoa tafsiri kama je, dabi ya Kariakoo itapaswa kurudiwa kwa mujibu wa kasi ama Young Africans watastahili kupewa alama 3. Ikumbuke kwamba hivi karibuni waziri mwenye zamana ya michezo hapa Tanzania, nazungumzia Profesa Palamagamba Kabudi, aliweza kuitisha mkutano
mkutano ambao ulikwenda kuwakutanisha pande zaidi ya 4. Hapa nazungumzia TFF, bodi ya ligi, Simba pamoja na Young Africans, kila mmoja kwa wakati wake juu ya kuweza kujadili hiki ambacho kilichoweza kutokea. Mkutano huu ambao ulifanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa katika kumbi za mikutano, ambapo kwa pande zote uliweza kusikilizwa na mheshimiwa waziri, lakini kikao hicho mheshimiwa waziri alisema ya kwamba si kikao ambacho kitakachotoa uamuzi juu ya hilo sakata, bali ni kuangalia namna kutafuta suluhu ya yale ambayo yaliweza kutokea katika siku ya Machi 8, ambapo katika upande wa Young Africans wao waliendelea kushikilia msimamo wao wakisema ya kwamba wako tayari kucheza mchezo wa dabi ya Kariakoo, kwani wanaamini ya kwamba mchezo ule wao walishaweza kucheza toka mapema kabisa, ambapo kila mmoja acheze anakochezaga, yani kimaanisha ya kwamba kila mmoja acheze michezo yake, bingwa atakwenda kujulikana, lakini si kwa mchezo namba 184 wa Young Africans na Simba Sport Club ambao uliahirishwa. Kwa hiyo Young Africans kwa sasa wanaendelea na michezo yao, huku klabu ya Simba na wenyewe wakiendelea na michezo yao, huku tukisubiri ripoti ya mheshimiwa waziri Kabudi juu ya kikao kile ambacho kikutolewa majibu ya aina yoyote, kwani kila kiongozi ambaye aliweza kuhojiwa aliweza kutokuzungumza chochote. Viongozi ambao wenye mamlaka sasa, hapa nazungumzia TFF pamoja na TPLB, na hata mheshimiwa waziri alisema ya kwamba watulie, taarifa rasmi itakuja. Lakini kwa upande wa klabu ya soka Young Africans, wao walisema ya kwamba wamekwenda kuwakilisha na kupeleka yale ambayo wanachama pamoja na mashabiki zao wanayataka, ni kutokucheza mchezo dabi ya Kariakoo na kutaka alama 3. Yani Young Africans wakaendelea kushikilia bomba pale pale na kusema ya kwamba mchezo wa dabi ya Kariakoo au hitaji tena kurudiwa kwa upande wao. Lakini kwa upande wa Simba wenyewe walisema ya kwamba waliitwa kwenda kujadili masuala ya kimpira na sio masuala ya dabi ya Kariakoo. Kwa hiyo kila mmoja akawa na maswali juu ya kile ambacho kinachoendelea. Kwa hiyo kwa sasa tunasubiri kuweza kusikia sasa uko kasi watakuja na majibu yapi, kwa sababu ngoma inaonekana paka inakwenda kasi tayari, mambo shakuwa ni mazito. Tutakwenda kujua kile kinachoendelea, lakini mimi nitakusogezea taarifa kamili hapa ndani ya channel yako pendo kabisa ya Wena Media. Utaendelea kujua kile ambacho kinachoendelea, tutakwenda kujua taarifa kamili, utaendelea kuzipata hapa juu ya hatima ya hii dabi ambapo ilipoweza kufikia. Lakini taarifa nyingine ni kuhusiana na Ali Shaban Kamwe, afisa habari wa klabu ya soka Young Africans. Kumekuwa na maoni mengi wakiniuliza, mashabiki na wafuatiliaji wa Wena Media wakiuliza vipi Ali Kamwe ameachiliwa. Taarifa ni kwamba baada ya Ziki ni faraja, hatimaye afisa habari wa klabu ya Young Africans Ali Kamwe ameachiwa kwa zamana baada ya kukamatwa na jeshi la polisi mkoani Tabora. Zamana inamruhusu kusafiri nje ya mkoa wa Tabora kwa wakati polisi wakiendelea na uchunguzi, na ataripoti tena Aprili 21 hapo Tabora. Kwa hiyo atapaswa kurudi tena kule Tabora kwa ajili ya kuweza kuangalia namna ambavyo kesi yake itakavyoendelea. Weka maoni yako hapo chini kwa taarifa hii ambayo nimekusogezea.